Tunaendelea na Mheshimiwa Moses Ujaga, Mheshimiwa Patrick Mwalunenge na Mheshimiwa Simon Songe ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakushukuru kwa nafasi hii, na mimi kipekee kabisa ninapenda nianze kumpongeza waziri kwa hotuba yake nzuri aliyoitoa jana. Niwapongeze watendaji wa wizara wakiongozwa na Katibu Mkuu Gerard Mweli. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza waziri kwa sababu ameonyesha wazi kwamba yuko tayari kuweka mwendelezo kwenye sekta hii ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya kilimo inahitaji uwekezaji wa muda mrefu. Matokeo ya uwekezaji katika sekta ya kilimo hayatokei ndani ya muda mfupi. Ninampongeza Mheshimiwa waziri kwa sababu katika hotuba yake ameonyesha jinsi ambavyo ataendeleza programu za maendeleo ambazo zilikwisha kuanza chini ya Kesho Iliyo Njema. Lakini namba mbili, ameonyesha namna gani ambavyo bajeti yake imejikita katika dira ya maendeleo 2050. Lakini jambo moja la msingi sana Mheshimiwa Mwenyekiti, ambalo bajeti ya Mheshimiwa waziri imesema ni kwamba ameangalia mpango na bajeti mpango wa kabambe wa mageuzi ya kilimo 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania Agricultural Master Plan haijawekwa wazi kwetu. Kwa hivyo ningeomba Mheshimiwa waziri asiweke mpango huu kwenye shelf za ofisini kwake. Mpango huu uwe ndio kipimo cha namna gani kilimo chetu kinafanikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa pia nimpongeze Mheshimiwa waziri kwa sababu ameonyesha umuhimu wa kuendeleza miradi ya umwagiliaji. Miradi ambayo kwa namna fulani imesimama kwa muda mrefu, lakini Mheshimiwa waziri ameonyesha kwamba itaendelezwa. Na mimi nimwombe Mheshimiwa waziri, miradi ya umwagiliaji ambayo iko wilaya ya Kwimba, hususan jimbo la Sumve, ipewe kipaumbele, kwa sababu sasa hivi wananchi wa jimbo la Sumve ni wazalishaji wakubwa wa zao la mpunga. Katika wilaya ya Kwimba peke yake tunazalisha zaidi ya tani 60,000. Hicho ni zaidi ya bilioni 120. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili ambalo ningependa kumpongeza Mheshimiwa waziri, ametambua umuhimu wa kuongeza tija kwenye mazao ya kilimo. Tatizo la wakulima wetu limekuwa ni ongezeko ama ni uduni wa uzalishaji, na ameonyesha kwa uwazi kwamba tija ndio mwelekeo. Lakini jambo moja ambalo Mheshimiwa waziri hakuweza kulisema sawasawa, ameongelea tu ukuzaji wa uzalishaji wa mazao asilia. Hajaongelea ni namna gani tija itaongezeka. Amesema 2025 mazao ya biashara asilia tulizalisha tani 1600. Tunatarajia sasa 2026 tuzalishe tani 2118. Lakini Mheshimiwa waziri hajatuambia ni kwa namna gani zao la pamba kwa mfano, ambalo tija yake mpaka sasa hivi tuko 20%, tunapanda vipi kufikia kilo 1000 kwa hekta. Kwenye zao la korosho tuko 18%, tunapanda vipi kutoka kilo 4.5 kwa mti kwenda kilo 25. Tumbaku tunafanya vizuri, tuko 77%, tunazalisha 1400 kilo kati ya kilo 1800. Sasa Mheshimiwa waziri, kilimo ni takwimu, tunahitaji numbers kuona namna gani tunatoka kwenye uzalishaji duni, ili wananchi wetu hawa ambao ulisema ni wawekezaji, kilimo ni biashara na mkulima ni mwekezaji, ni namna gani wanatoka kwenye uzalishaji duni ili wazalishe kwa tija na tuondoe katika umaskini. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili, ndugu yangu Mheshimiwa mbunge kutoka Kwimba alilizungumzia jana. Mkoa wa Mwanza tunazalisha 20% mpaka 25% ya mazao jamii ya mikunde. Wakulima wa mkoa wa Mwanza, wilaya za Magu, wilaya za Kwimba, wilaya za Sengerema, wilaya ya Misungwi, wanapanda kwa nguvu zao, wanalima kwa nguvu zao, wanatafuta mbegu kwa nguvu zao. Wanapovuna wanakuja watoza ushuru. Anapovuna tunamwona Copra, anapovuna tunamwona TMX.
Mheshimiwa Mwenyekiti, wakulima wetu wanachajiwa shilingi 230 kwa kilo moja ya choroko, kwa kilo moja ya dengu. Sasa tunawataka hawa watoza ushuru wajue kuwekeza kwa wakulima wetu, ili wanapokuja wakati wa mavuno washiriki nasi katika ulimaji, washiriki nasi katika upandaji, ili waweze kufaidika na kile tunachokivuna. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesoma kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri, anasema zitanunuliwa mashine 100 za kusafisha, kuchambua na kupanga madaraja ya zao jamii la mikunde, na zitasambazwa kwa AMCOS kwenye mikoa mingine. Mwanza haimo. Nataka Mheshimiwa Waziri, unapokuja kufanya majumuisho, jambo hili uliseme. Mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la agriculture financing structure, sasa hivi mifuko mingi ya mazao ipo kwa ridhaa ama kwa utaratibu wa waziri peke yake. Ninapendekeza mifuko kama ya pamba CDTF, mfuko wa korosho export levy, mfuko wa sukari maendeleo ya sukari, Agriculture Development Fund itengenezewe legal framework, ili kwamba iwepo kisheria, isiwe tu kikanuni. Asante sana Mheshimiwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.